Karibu katika chaneli hii ya Farm TZ, ujifunze elimu mbalimbali za ujasiriamali, ufugaji pamoja na kilimo. Natumaini ni buheri wa afya. Kwa jina naitwa Fadhili Mfaume, ni mjasiriamali ninayejishughulisha na ufugaji wa sungura wa kisasa. Napatikana katika mkoa wa Lindi. Katika video hii utaenda kujifunza mambo muhimu ya kufanya katika mradi wako wa ufugaji wa sungura ili kuzuia changamoto ya uharibikaji wa mimba kwa sungura wako. Kama ni kwa mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, tunaomba support yako ya kusubscribe, kulike, kushare katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Kuna changamoto nyingi sana zinatokea katika mradi wa ufugaji wa sungura, na changamoto hizi zinapelekea kuharibika kwa mimba ya sungura wako. Na kuna wafugaji wengi sana zinawatokea changamoto hii na kushindwa kujua tatizo ni nini haswa na njia gani ambayo anaweza akaitumia kutatua changamoto hii. Na mimi leo nitakufundisha njia 5 ambazo ukizitumia katika mradi wako wa ufugaji wa sungura kisasa utaweza kuzuia kabisa tatizo la uharibikaji wa mimba kwa sungura wako. Njia ya kwanza, mfugaji, kabla hujaenda kumpandisha sungura wako jike, hakikisha sungura huyu ana afya iliyokuwa bora. Yaani hana changamoto ya aina yoyote na wala haonyeshi dalili zozote za kuwa kwamba sungura huyu ana aina yoyote ya ugonjwa. Na kama unamuona ana dalili za ugonjwa, ni vizuri zaidi kumtibu kabisa ili mradi kuondoa hilo tatizo. Na endapo ikatokea umeshampandisha akiwa sungura huyu ana afya njema na ugonjwa umekuja kumpata akiwa katika hali ya mimba yake, basi ni vizuri zaidi kabla ya kutumia dawa ya aina yoyote ukapata ushauri kutoka kwa daktari wa mifugo. Wao wataweza kukuelekeza dawa gani iliyokuwa bora na sahihi zaidi kwa sungura akiwa katika hali hiyo. Kwa uhitaji wa mbegu na matunda bora ya petaya maarufu kama Dragon Fruits, wasiliana na Rufiji Delta Agriculture Input. Wanapatikana katika mkoa wa Lindi kwa simu namba 0655673891. Toa oda yako sasa, wanakufikia popote pale ulipo ndani na nje ya nchi kwa uaminifu mkubwa sana. Hakika hii ndiyo fahari. Njia ya pili ya kuzuia kuharibika kwa mimba ya sungura, hakikisha muda wote sungura wako akiwa mjamzito unampatia lishe iliyokuwa bora na kiwango sahihi cha chakula. Ila pia usisahau kumpatia maji yaliyokuwa safi kwa muda wote na chakula cha kutosha katika banda lake. Njia ya tatu, jiepushe na kumshikashika au kumbeba muda wote akiwa na ujauzito. Hii itamsababishia sungura wako kupata stresi za mara kwa mara na kupelekea hata hiyo mimba kuharibika. Kwa hiyo ni vizuri zaidi umshike sungura pale ambapo inahitajika, na haina umuhimu sana kuwa unamshika mara kwa mara. Kwa mahitaji ya mbolea asili ya mkojo wa sungura, wasiliana nasi kwa simu namba 0623191238. Na mbolea hii tunatuma popote pale ulipo. Jipatie mbolea hii kwa bei nafuu sana, mbolea ambayo ina wingi wa virutubisho vya nitrogen, phosphorus pamoja na potassium, NPK, virutubisho ambavyo inaimarisha ukuaji wa mmea pamoja na matunda. Ila pia inatumika kama kiuatilifu kwa kufukuza na kuua wadudu waharibifu katika mimea mbalimbali. Karibu upate elimu ya ufugaji wa sungura kisasa kupitia grupu langu la WhatsApp kwa ada ya shilingi 5,000 kwa muda wa mwezi mmoja. Katika grupu hili utajifunza mambo mbalimbali ya muhimu katika ufugaji wa sungura kisasa, changamoto zinazotokea katika mradi huu na namna gani iliyokuwa bora kwa ajili ya kuzitatua hizo changamoto. Ila pia utajipatia kitabu kwa gharama shilingi 10,000. Kitabu kipo kwa mfumo wa soft copy ili upate kuongeza maarifa zaidi. Njia ya 4 ya kuzuia kuharibika kwa mimba ya sungura, hakikisha sungura wako akiwa mjamzito anapata utulivu wa kutosha. Mweke sungura wako katika hali iliyokuwa bora na iliyokuwa ya utulivu. Na hapa jitahidi sana kuzuia zile changamoto zote za kelele au wale wadudu ambao unaona ni hatari zaidi kwa sungura wako, kama vile mbwa na wadudu wengine ambao sungura akiwa nao karibu hatajihisi yuko katika hatari. Jitahidi kumweka sungura katika chumba ambacho kina mzunguko mzuri wa hewa. Hakikisha katika chumba chake hakuna kiasi kikubwa cha joto. Joto linasababisha na linampelekea sungura wako kupata stress na inaweza ikapelekea
utokaji wa hiyo mimba. Kama una changamoto yoyote katika mradi wako wa ufugaji wa sungura wa kisasa, unaweza ukaandika komenti yako hapo chini na tukapata kukusaidia kuitatua hiyo changamoto. Ila pia unaweza ukajiunga katika magrupu yetu ya elimu ya ufugaji wa sungura wa kisasa na utalipia ada ya shilingi 5,000 kwa muda wa mwezi mmoja. Njia ya 5, hakikisha unafanya usafi wa mara kwa mara katika eneo lote analokaa sungura akiwa mjamzito. Na hapa utasafisha kuanzia vyombo vya chakula pamoja na maji, na pia hakikisha eneo lote linalomzunguka sungura wako likiwa safi. Na hii itakusaidia sana kuondoa vyanzo vya maradhi mbalimbali na kumfanya sungura wako akawa na afya iliyokuwa bora. Hizi ni njia 5 ambazo zitakufanya mfugaji kutokomeza kabisa tatizo la uharibikaji wa mimba kwa sungura wako, na ukaja ukapata matokeo yaliyokuwa mazuri na ukakuza mradi wako kwa wepesi na haraka zaidi.